Utabiri wa nyota yako leo Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Punda, wewe ni kiongozi wa asili mwenye nguvu na usubutu. Leo unashauriwa kutumia roho yako ya kupania jambo ili kuleta mabadiliko chanya katika maisha yako. Katika kazi siku hii ya leo, huu ni wakati mzuri wa kuanzisha miradi mipya au kufanya mambo ambayo yamekwepo akilini mwako kwa muda mrefu. Hakikisha unatumia nguvu yako kwa njia sahihi na kuepuka maamuzi ya haraka ambayo yanaweza kuleta migogoro. Katika mapenzi siku hii ya leo, sayari ya Mars inakupa dhamira thabiti, lakini pia inakushauri kuwa mwangalifu hasa katika mahusiano. Subira itakuwa silaha yako muhimu leo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, gharama zisizotarajiwa zinaweza kujitokeza. Hivyo ni busara kuweka mipango ya bajeti vizuri. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili yatakusaidia kutuliza mwili na akili. Meditation au mazoezi ya utulivu yanaweza kukusaidia kudumisha uwiano wa ndani. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni sandalwood, manukato ni muski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya Ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nguvu za sayari zinakuhimiza kuzingatia amani ya ndani na uthabiti. Ni siku nzuri ya kujitunza na kufanya shughuli zinazokupa faraja. Katika kazi siku hii ya leo, fursa za kitaalamu zinaweza kujitokeza, lakini hakikisha unachambua kila kitu kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, Venus inakupa haiba na uwezo wa kushawishi. Usiku huu unaweza kuwa wa kufurahisha sana katika masuala ya kimapenzi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, ni wakati mzuri wa kutathmini malengo yako ya muda mrefu na kufanya marekebisho pale inapohitajika. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kuendeleza maisha yenye usawa na kupata mapumziko ya kutosha kutakufanya uendelee kuwa na nguvu. Rangi ya bahati ni kijani, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni pachol, manukato ni rose. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 10 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mashuke na nyota ya Mbuzi. Tukiangazia nyota ya Mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya 3 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Siku ya leo imejaa mawasiliano na fursa za kuungana na watu wapya. Roho yako ya uchangamfu itakusaidia kuvutia wale walio karibu nawe. Katika kazi siku hii ya leo, uwezo wako wa kueleza mawazo kwa uwazi na ucheshi utakuweka katika nafasi nzuri katika majadiliano na ushirikiano. Katika mapenzi siku hii ya leo, kuwa wazi kwa mawazo mapya. Mazungumzo yenye maana yanaweza kuimarisha uhusiano wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, endelea kuwa makini na maelezo unaposhughulikia masuala ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pata muda wa kupumzika ili kuepuka uchovu wa akili. Badilisha baadhi ya tabia zako za kila siku ili kuboresha afya yako. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni lavenda, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mizani na nyota ya Ndoo. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nguvu za sayari zinakuhimiza kuzingatia maisha ya nyumbani na mahusiano ya karibu. Intuition yako inakupa mwongozo muhimu. Katika kazi siku hii ya leo, usiogope kutumia hisia zako za ndani kuongoza maamuzi yako ya kitaalamu. Uwezo wako wa kubaini kile kisichoonekana ni faida kubwa. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, kuwa tayari kuonesha hisia zako bila woga. Uhusiano wako utaimarika kutokana na uwazi wako.
Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unajizuia na matumizi ya haraka yasiyo ya lazima. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pata muda wa kupumzika ili kudumisha usawa wa kihisia. Mazoezi ya kupumua au shughuli za ubunifu zinaweza kukusaidia sana. Rangi ya bahati ni fedha, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni sage, manukato ni chamomile. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 1 kamili usiku hadi saa 3 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya nge na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo unashauriwa kuonyesha uongozi wako na kuchukua nafasi ya kuonyesha uwezo wako wa kipekee. Huu ni wakati mzuri wa kuangaza na kufanya mambo makubwa. Katika kazi siku hii ya leo, uwezo wako wa kuhamasisha wengine utakuwa na athari nzuri katika kazi zako. Hakikisha unatoa maoni yako kwa ujasiri na utafute fursa za kuonyesha ubunifu wako. Katika mapenzi siku hii ya leo, kuwa na huruma na wengine, lakini pia kumbuka ni muhimu kuwa na usikivu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tafuta njia za kuboresha hali yako ya kifedha kwa kuwa na mtazamo wa kiubunifu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tabia nzuri za kiafya zitakusaidia kuwa na nguvu na kuepuka uchovu. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni 1, mafusho ni frankincense, manukato ni amba. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 6 kamili mchana hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo unashauriwa kuwa mchanganuzi na kuzingatia mipango thabiti. Umakini wako wa undani unaleta mafanikio katika kazi zako na katika maisha yako ya kila siku. Katika kazi siku hii ya leo, fanya kazi kwa ufanisi na usisite kuchukua hatua muhimu za kupanga au kupanga upya kuboresha mazingira yako ya kikazi. Katika mapenzi siku hii ya leo, hakikisha unatoa nafasi ya kujieleza kwa mpenzi wako, lakini pia kuwa mwepesi kutambua makosa yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia matumizi yako kwa umakini. Hakikisha unapanga mipango yako na matumizi kwa njia inayokuwezesha kufanya maendeleo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jenga tabia ya mazoezi ya mwili na utulivu wa akili kwa faida ya afya yako. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni rose, manukato ni nerol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo unashauriwa kutafuta usawa na uzuri katika kila kitu unachokifanya. Nguvu za Venus zinakupa uwezo wa kutatua migogoro kwa ustadi na kuleta amani katika mazingira yako. Katika kazi siku hii ya leo, ufanisi katika kazi zako unategemea na uwezo wako wa kuzungumza kwa busara. Kumbuka kutatua migogoro kwa utulivu. Katika mapenzi siku hii ya leo, kuwa mkweli katika uhusiano wako, lakini pia hakikisha unajitunza mwenyewe ili usikose furaha yako binafsi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, jifunze kutafuta usawa kati ya mapato na matumizi yako. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya kutuliza akili kama vile yoga au meditation ili kudumisha ustawi wa mwili na akili. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni lavender, manukato ni gardenia. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kuangaza kwa mabadiliko na upya. Uko kwenye kipindi cha utafiti na mabadiliko makubwa, na ni wakati wa kubadili njia zako na kufikia malengo yako kwa nguvu. Katika kazi siku hii ya leo, kamilisha miradi yako kwa ustadi, lakini pia usisite kuchukua hatua mpya ambazo zitakupeleka mbele. Katika mapenzi siku hii ya leo,
Kuwa mkweli na wazi kwa mpenzi wako. Kujenga msingi wa uaminifu kutakuleta karibu zaidi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia njia mpya za kibiashara ambazo zinaweza kukufanya upate mafanikio. Upande wa kiafya siku hii ya leo, rekebisha hali yako ya kihisia kwa kufanya shughuli zinazokuletea furaha na kutuliza mawazo yako. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni 8, mafusho ni vetiver, manukato ni mirhi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 2 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo nashauriwa kutafuta elimu mpya na kujiingiza katika uzoefu mpya. Jupiter inakupa fursa ya kujifunza na kukua, iwe ni katika kazi yako au maisha yako binafsi. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni nafasi nzuri ya kuchukua hatari zinazolenga mafanikio ya baadaye. Fikiria kufanya mabadiliko makubwa ambayo yanaweza kuboresha kazi yako. Katika mapenzi siku hii ya leo, hekima yako ya ndani itakusaidia kuelewa vizuri mahitaji ya mpenzi wako. Hakikisha unawapa nafasi watu wengine kuwa na sauti. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fikiria kuhusu uwekezaji unaoweza kutoa matokeo ya muda mrefu badala ya kutafuta faida ya haraka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya nje au safari zinazokufanya uwe na nguvu na kuongeza mwangaza wa maisha yako. Rangi ya bahati ni rangi ya machungwa, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni sandalwood, manukato ni citrus. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nashauriwa kuzingatia malengo yako ya muda mrefu na kuwa na mtazamo wa kimkakati. Saturn inakupa nguvu ya kujenga na kusimamia mipango yako kwa ufanisi. Katika kazi siku hii ya leo, huu ni wakati mzuri wa kutathmini njia zako za kitaalamu na kufanya mipango ya kuhakikisha mafanikio yako ya baadaye. Katika mapenzi siku hii ya leo, katika mahusiano yako, uwe na uvumilivu na ushirikiane na mpenzi wako katika changamoto zenu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia maeneo ambayo unaweza kuboresha matumizi yako. Pesa zako hazitaathirika na uwezekano wa kuwekeza kwa busara. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya kimwili na kiakili ili kudumisha nguvu zako. Rangi ya bahati ni nyeusi, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni bergamoti, manukato ni patchouli. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 7 kamili mchana hadi saa 9 kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya ng'ombe. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nashauriwa kufikiria kwa kina na kutafuta njia mpya za kutatua changamoto zako. Uranus inakupa nafasi ya kuleta mabadiliko ya kipekee katika maisha yako na kazi. Katika kazi siku hii ya leo utakuwa na maoni mapya na ubunifu ambao unaweza kuleta mabadiliko katika kazi zako. Hakikisha unawashirikisha wengine mawazo yako. Katika mapenzi siku hii ya leo, kuwa mwepesi na mwenye kupokea mawazo ya mpenzi wako. Mahusiano yenu yatafaidika na ufanisi wa mazungumzo ya wazi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa na mtazamo wa kisasa kuhusu fedha zako. Angalia fursa za kufanya biashara au kuwekeza katika maeneo ya kisasa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya akili na mwili. Kufanya kazi kwenye ubunifu na kujitahidi kupanua wigo wako kutakusaidia siku hii ya leo. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni jasmine, manukato ni eucalyptus. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya mapacha. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nashauriwa kufuata hisia zako
na kutafuta njia ya kufikia amani ya ndani. Mwezi unakusukuma kuelekea kufanya mabadiliko yanayohusiana na ustawi wa kiroho na kihisia. Katika kazi siku hii ya leo ni muhimu utumie hisia zako kufanya maamuzi ya kikazi. Lakini pia hakikisha unafuata ushauri kutoka kwa watu wa karibu. Katika mapenzi siku hii ya leo, mapenzi yako yanaweza kuwa na nguvu leo, lakini kumbuka kuwa na uwazi na ushirikiano na mpenzi wako ili kujenga uhusiano thabiti. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya maamuzi ya kifedha kwa umakini, epuka kuchukua hatari zisizo za lazima. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hali yako ya kihisia inaweza kuwa nyeti leo. Hivyo hakikisha unapata muda wa kutuliza akili yako na kujitunza kiroho. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni 3, mafusho ni mirhi, manukato ni lavenda. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 1 kamili usiku hadi saa 3 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025. Nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.